Napenda kutumia fursa hii kwanza kuambia Watanzania, urembo ni asili ya Mungu. Kwa kuwa yeye alituumba na akafurahia uumbaji wake kwa kutamka, tazama ilivyo vyema, na akaenda mbali zaidi katika process ya uumbaji, akasema tufanye mtu wa kufanana naye. Kwa kukutana na mtu yoyote duniani, jua huyo ni asili ya Mungu na ni sehemu ya uumbaji ambao Mungu ameukamilisha. Tupo na nafasi ya kuwa na watu wanaoshiriki, wanatupa nafasi pia kutafakari uwezo mkubwa wa Mungu wetu kututofautisha. Umeona hapa waliopata nafasi ya kujitambulisha tu, katutofautisha kwa sura, kwa muonekano, kwa sauti, kwa nywele, kwa vitu vingi. Kwa mnapokuwa kwenye mashindano, si tu mashindano ya kuona nani mrembo zaidi, bali atupe nafasi ya kutafakari ya kwamba uwezo wa Mungu tunayemwabudu na kumheshimu ni mkubwa mno kiasi kwamba hakumtengeneza kopi ya mwenzake. Kila mtu alimuumba kwa staili yake. Jambo la pili, mashindano haya kwetu sisi kama wizara, ukiangalia Miss World Tanzania, nafahamu tulikuwa na, nafikiri yanaendelea pia ya Miss Tanzania, lakini kuna wengine wako kwenye nafikiri Miss Universe. Manake haya makampuni yote matatu, Miss World Tanzania, Miss Tanzania, Miss Universal au University, vyovyote vile Tanzania, haya yote matatu yanaleta ubora wa mashindano yetu. Kukiwa na shindano moja tu, ni rahisi wengine kupwaya, kuzembea. Lakini tukiwa na mashindano tofauti tofauti, makampuni tofauti yanayoshindana kuonyesha vitu tofauti, yanasaidia pia kuongeza thamani ya mashindano yetu. Hata zawadi zenu zinakuwa nono, ili kumfanya kila mtu aseme kwamba nikishiriki huku mambo ni mazuri, huyu naye anajipanga. Na hivi ninavyojua na sana nani kakaangu Sanali anavyofanya hii kazi, wako wengine watajipanga kutafuta namna ya kumpiku. Kwa wakifanya wakampiku, sisi wizara ndio tunafurahia kiwango chetu tunafanya nini? Akiwapiku wao tu, manake yeye anaendelea kuwa on top. Kwa hiyo wanapewa tena mtihani wa kuchangamka na kuwafanya mashindano ya mamisi katika nchi yetu yaendelee kukua. Lakini bottom line, mna dhamana ya wale mtakaopata fursa ya kushinda kwenye haya makampuni yote kuipeperusha bendera ya Tanzania nje ya mipaka ya Tanzania. Nafahamu tarehe 19 baada ya mashindano atapatikana mtu mmoja ambaye ataondoka Tanzania na bendera yetu kwenda Vietnam. Huyo ataenda kama balozi wa nchi yetu. Maana yake nini? Tutavunja ukambi wote nilioanza hata kuona hapa, kwa sababu hapa nimekuja kushangaa. Mlipoanza kusema mimi nimetoka sehemu fulani, nikaona kuna shangwe za kiukanda. Yaani hata mashindano hayajaanza, kuna watu wameshaanza kuipigania kanda zao. Sasa sipati picha siku ya tarehe 19 hali itakuwaje. Lakini point yangu kubwa ni kwamba atakayeshinda kwenye mashindano haya, yeye pamoja na kampuni ya 361 degree watakuwa na jukumu la kulinda na kuijenga heshima ya taifa letu nje ya mipaka ya nchi yetu. Na mfahamu ndugu zanguni, taifa huwa linaharibika tu kupitia maeneo makubwa matatu. Linaharibika kupitia utamaduni, linaharibika kupitia michezo, na linaweza kuharibika kupitia habari. Hasa vyote viko ndani ya wizara yangu. Maana yake ninapowaoneni walimbwende kama nyie mnaoingia kwenye mchuano na kupata nafasi ya kubeba bendera ya taifa letu, mnalo jukumu pia kubeba utamaduni, kubeba utu wetu, heshima ya taifa letu kokote mtakaokwenda kupeperusha bendera ya nchi yetu. Naendelea kuwaomba mkielewa ya kwamba mashindano haya ni mashindano ambayo si tu yanaonyesha urembo wetu, lakini urembo wenye kusudi pia. Beauty with a purpose. Maana yake liko kusudi ndani yako. Kwa hata unapopata fursa ya kuwa mrembo,
Usifurahie tu kuitwa mlimbwende ukakutana na njemba zile ambazo zimekaa kwenye engo, kazi yake kuvizia kuharibu hatima yako. Lakini jua pia unalo kusudi, na kusudi limegawanyika kwenye maeneo mengi, lakini leo naomba niseme maeneo matatu tu muhimu. La kwanza, usikubali kujidisappoint mwenyewe. Why? Kwa sababu nayo ndoto. Usikubali ndoto yako ikafa kwa sababu umeshindwa kufocus. La pili, wazazi wako wanayo matumaini na wewe. Don't allow wazazi wako wakafika hatua wakaregret. Finally unamuumba ukujileta hapa duniani. Usikubali Mungu wako akajutia kuruhusu uje duniani. Na haya yote matatu ukiyabeba, utajikuta kila utakapokwenda utakuwa ni mtu wa tofauti. Kwa sababu malengo yako, malengo ya wazazi wako na malengo ya Muumba wako yataungana. Na hizi nguvu zote tatu hakika zitakufikisha kwenye hatima yako. Nimeangalia mwaka 1900 takriban miaka 75 iliyopita, Tanzania hii tunaiona leo iliwakilishwa na aliyewakilisha kwenye mashindano ya mamisi. Nilichofurahi zaidi ni Mchaga. Sasa kama kuna Wachaga hapa, mjue ya kwamba kama kuna misi aliyepatikana na kwenda duniani akaiwakilisha Tanzania mwaka 1967, huyo ni mtoto wa Kichaga. Ndio misi wa kwanza Tanzania kuingia kwenye mashindano ya mamisi duniani, anaitwa Tereza. Sasa Tanzania tumepata fursa ya kuwakilishwa mara 29. Kupitia kaka yangu hapa tunategemea mara ya 30 atapatikana kutoka kwenu. Kwa hiyo mashindano ya Miss World yanapotimiza miaka 75 atapatikana miongoni mwenu wa kwenda kuandika rekodi ya kuwa mwakilishi wa 30 wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni heshima ya kipekee sana. Heshima hiyo utakayebeba usidondoshe kwa sababu unaingia kwenye rekodi. Na ndio maana ukiangalia hata wakina Nancy Sumali wameingia kwenye rekodi. Waliopata nafasi ya kuwa kwenye 10 bora, waliopata nafasi ya kuwa kwenye 40 bora, waliopata wote wameingia kwenye rekodi. Naomba nawe ukiingia kwenye rekodi hiyo usituangushe. La mwisho, ndugu yangu, mashindano haya yana kazi ya kubeba Kiswahili chetu. Mtafika mahala mtakuwa mnalazimika kuongea lugha za watu wa huko ili kueleweka, kwa sababu wakati mwingine huwezi kwenda kwenye taifa la watu ukawasemesha tu lugha yako. Unalazimika pia kutumia lugha yao. Na baada ya mashindano yenu mtakuta mnataka kuonyesha uwezo wa kuongea lugha tofauti tofauti. Lakini usahau fahari ya taifa lako, lugha ya Kiswahili. Sambamba na hilo, tunajua kwamba tuko kwenye maandalizi ya mashindano ya AFCON, jambo ambalo Watanzania wamekaa katika mkao wa kula. Na niwahakikishie wanahabari na Watanzania, timu yetu inaendelea kujiandaa vyema. Daktari Samia ametupatia fedha za kutosha kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu. Na hata jana siku ya Jumapili nilikuwa nakagua maandalizi ya viwanja vya mazoezi, mkandarasi akiwa yuko site. Niwahakikishie tu, maneno yanayotapakaa huko mtaani na kejeli na mipango miovu ya kutaka kuhalalisha kuahirishwa kwa mashindano ya AFCON kamwe hayatapata nafasi kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Ratiba iliyopangwa iko vile vile, na rais wa CAF na executive team yake walishakaa wakakubali ya kwamba mashindano yatafanyika na Tanzania ni mwenyeji. Na rais wetu ameshalipa fedha zote za kuhakikisha kwamba mashindano haya yanafanyika wapi? Tanzania. Kwa hiyo maneno yale yanayoendelea kwenye mitandao, mimi kwangu nayaona ni kama chachu tu ya kutukumbusha na kutuhamasisha ya kwamba AFCON inakuja. Kwa sababu naamini kila mtu akisema la kwake
ni sehemu tu ya kuboresha na kuchangamsha ubongo, lakini ratiba iko pale pale. Labda lije sisi tsunami kutokea wapi, lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu aliepushe taifa letu na mataifa ya Afrika na dunia kwa ujumla, tuendelee kuwa na amani na utulivu na mshikamano, ili tuweze kufanikisha ndoto ya vijana wengi, hasa wenye vipaji. Sambamba na hilo, nitoe rai yangu kwa Watanzania. Wizara yetu ni wizara inayokaribisha kila mtu mwenye ubunifu wake. Kakaangu Sanali hapa amekuja na tunampa kila aina ushirikiano. Ndivyo itakavyokuwa yoyote yule ya mwenye idea yake, mwenye jambo lake. Ofisi yetu iko wazi, kwangu, kwa naibu waziri, kwa katibu mkuu na wizara yote, kuhakikisha kwamba hakuna ndoto ya kijana wa Tanzania wala mtu yoyote mbunifu wala kampuni yoyote ambayo inahitaji kusapotiwa na wizara yetu ataachwa peke yake. Na kupitia nafasi hii nitoe rai, mashindano haya tarehe 19, wenye tiketi zao wala ambao mjapata, chukueni tiketi, nendeni Domo mkale maisha. Wizara pekee hapa Tanzania ambao unaweza ukaishi maisha ya raha ni ya kwetu. Kwa hata leo umetoka utani, kuna watu wamenifuata hapa sasa, mbona leo wabunge wamejaa bungeni? Nikasema kuna nini kwani? Nasema kumbe umetuletea mamisi bana, kila mtu amehudhuria. Na mlipokuwa matangazo watu walikuwa wanahangaika kuangalia, mmekaa upande. Kilichoniuma tu walikuwa wamekaa mbele watu wa wizara. Nikasema sasa mbona wanawakinga wale wenyewe wasionekane? Lakini maana yake ni kwamba kumbe mnapokwenda pahala popote, walembo wa taifa hili mnapeleka tabasamu. Na hiyo iko ndani ya wizara yetu. Ukicheza mpira ukifunga ni tabasamu. Ukienda upande wa pili ukafungwa utahuzurika, lakini tutajipa moyo, kesho yako itakuwa nini? Kwa kama ni wizara ya matumaini pia ni ya kwetu.